Mwalimu, kwa picha hiyo nikakumbuka pia kuna jambo nililiona mbali na hiyo bendera. Hizi sikukuu ambazo Waisraeli wanazisherehekea kama sikukuu ya vibanda, sikukuu ya tamaduni zao. Je, katika kanisa la Kristo na sisi sasa hivi Tanzania tukazisherehekea, zina impact yoyote katika kutufunulia kwenye Agano Jipya na nyakati za sasa hivi, au ni nini tufanye? Maana tunashindwa kwa sababu kama tulishaanza na bendera, tuko na udongo, sasa tuko na sikukuu zao, na kama Pasaka tunaifahamu ya wote, lakini sasa kuna kuaga na hizo sikukuu mbalimbali, sijui ya vibanda, sijui ya nini, unakuta na sisi huku Tanzania tunakuwa na hizo sikukuu. Ni sawa kwa kufanya hivyo? Watu wakiamua kufanya wanaweza wakafanya, hatuwezi kuwa hukumu maana. Lakini kiukweli ni kuwa Ukristo na Uyahudi ni vitu viko mbalimbali sana. Na wao wanafanya, wako bado kwenye Agano la Kale. Mambo ambayo wakati Yesu Kristo alipokuja kuna vitu vingine yani havikuwepo tena baada ya Kristo kuja, kwa sababu ndio akaja akaweka sasa huo msingi. Lakini wao kwao bado wanafanya, unaona. Lakini dhana nyingine, Ukristo ulipokuja, ulikuja Ukristo umechanganyikana. Ndio maana ukuta kuna baadhi ya madhehebu huwa wanafuata bado tamaduni zile zile za Kiyahudi, kwa sababu wao wanaamini kuwa huu ulichakachuliwa. Tunajua huo mwaka wa 70 niliokuwa niongea hapa, huo baada ya Kristo, hao Warumi walipoenda kuivamia Jerusalem na kuiangusha kabisa, walichukua maandiko yao wakaenda nayo Rumi, wakakaa nayo mpaka alipokuja Constantine the Great miaka 325 na akaita sasa maaskofu na nini, ili kuondoa migogoro iliyokuwepo kati ya dini ya kipagani na wale wanaojiita ni wanafunzi wa Yesu au Wakristo. Maana hiyo bado Wakristo lilikuwa ni kundi, lilikuwa sio dini. Lilikuwa ni movement, ni harakati, ambayo hiyo harakati zilikuwa ni wale ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo injili imeenda kwa namna hiyo. Sasa kukawa na conflict hapa kati ya dini ya kipagani ya Warumi na hawa. Kwa hiyo ikabidi sasa Alexander the Great kuweza, Constantine the Great kuweza kuweka sawa mambo yakae sawa, ndio ikabidi sasa aite sasa maaskofu mbalimbali, inajulikana kama Nikaya Conference, ambayo maaskofu zaidi ya 1600 wamekutana pale, wakaanza, ndio kutokea hapo sasa kukazaliwa tunaita hybrid religion. Hybrid religion ambayo ni Christianity au Ukristo ukazaliwa. Lakini ukaja Ukristo umechanganyikana na tamaduni za kipagani. Umeelewa? Kwa sababu sasa ilibidi yani hao bana ili kuwaleta pamoja, sasa tutafanyaje hapo? Kwa sasa tamaduni hizo ndo kama hiyo Christmas, ambayo Christmas ilikuwa ni miungu wao wanasherehekea, kwa wasema kuzaliwa kwa Mungu jua. Hiyo kwao. Sasa sisi tunaposema huko son of God, wao wanamaanisha sun, ile sun ya jua. Ambayo sasa huko historia ndefu huko, sitaki kwenda huko. Kwa kukawekwa vitu vya namna. Ndio maana unakuta baadhi ya makanisa, mfano kanisa la Orthodox, wao hawasherekei hiyo Christmas. Hiyo tarehe 25. Wao ya kwao iko tarehe 7 nafikiri mwezi wa kwanza. Wao ndo wanaisherehekea. Kwa hiyo ikao imeenda namna hiyo. Kwa hawa wanaofuata tamaduni za Kiyahudi, kwenye zile sikukuu za Wayahudi, inaonekana kuna kitu wanakijua zaidi kuliko Wakristo tu hao ambao sisi tumeupokea Ukristo wa magharibi. Maana hapa kuna Ukristo wa magharibi na Ukristo wa mashariki. Ukristo wa magharibi ndio huu sasa, utakuta sasa dhehebu mama lilikuwa kipindi hicho ni Roman Catholic. Na Ukristo wa mashariki dhehebu mama lilikuwa ni Orthodox. Kwa hiyo sasa ndio iko namna. Kwa kutokana na mapokeo tunaenda mpaka mahali tunapokuja kufika au tulipofika. Kwa hiyo anayesherehekea sikukuu, sikukuu za vibanda, sijui sikukuu za majuma mangapi, sijui yuko sawa, mimi ninaona yuko sawa kabisa. Kikubwa tu kutokubadilisha kuwa kitu umekifanya hasa kuwa ndio Mungu wako. Hiyo ni mbaya. Sasa kama
alivyosema, kuombea taifa la Israeli sio mbaya. Kuweka kila wiki tuna siku ya kufunga kwa ajili ya kuombea Israeli sio mbaya. Ila swali linakuja, taifa lako una siku gani ya kufunga kuliombea? Kwa sababu Biblia inasema asiyewapenda wa kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Kwenu naona kabisa hapa kuna najiulizaga, tunaowaombea wenyewe wamepiga hatua kweli. Mungu alinde wale Israeli, lakini wamepiga hatua wenzetu, wana akili sawa sawa. Yani mimi nafikiri kama ingetakiwa ni kupanda mbegu kwao, ili zile akili zao ndo tuzichukue na sisi tuendeleze sasa huku nyumbani. Maana sasa tunawaombea Israeli, maana sisi tunamwamini Mungu wa Israeli, alafu wenye Mungu wenyewe wao, wakati sisi tunamuomba Mungu anyeshe mvua, Mungu wa Israeli, wenye Mungu wenyewe kupitia science ya umwagiliaji wanamwagilia mazao. Maana yake wamekuwa na akili. Maana Mungu amewapa akili, wanajua hivi vichwa sio vya kubebea kofia na mawigi, ni vya akili. Tuwe na akili tuweze kutatua changamoto tulizo nazo. Ni hivyo tu. Kwa hiyo ninategemea na mapokeo. Na mnakiamini nini hapo. Lakini sio kwamba kwa kufanya hivyo basi ndo inakupa tiketi basi ya kuwa yani wewe ndo Myahudi sawa sana, zao la Ibrahim, baba wa imani. Kwa naongeaga mzee wetu nani yule alikuwa Bishop Kulola. Sasa alienda huko Israeli. Sasa yule wale matua guide wale, alafu na yeye anasema na mimi ni Myahudi yani kiroho. Anasema huyo bwana mmoja alitema mate chini pwa, yani anamtema mate. Mtu mweusi anajitaje Myahudi? Myahudi kivipi yani? Kumbe yeye mwenzake anamaanisha rohoni. Kwa sababu hilo andiko pia limeleta mkanganyiko mkubwa sana, kujimilikisha vitu vingine. Yani kuna vitu ambavyo ukikapcha kwa mambo ya rohoni ni sawa, lakini ikija katika uhalisia inabidi ukubaliane na mazingira yako na ukae katika mazingira yako. Hapo ndipo utaweza kusolve mambo yako vizuri. Lakini ikiwa ni kinyume, unataka kuleta vya rohoni vije huku, yani unarofisha unarofisha vitu kwa nguvu, inakataa. Kwa hiyo mimi niliona tu nikasema kwa hizi sherehe za Israeli zote zitahamia kanisani. Kwa sababu Wayahudi wenyewe ndio hivyo, hata Yesu huyo mnayemwamini nyinyi hawamwamini. Lakini mmeleta sasa yani kama tumeshagundua kwamba Ukristo wetu ni hybrid. Kwa hiyo kuna jinsi na sisi pia tumeanza kuchanganyikiwa, tunashika ya Kiyahudi kidogo, tunashika Orthodox kidogo, tunashika hapa kidogo. Basi msimamo wetu uko wapi? Ndio hiyo sasa shida. Sisi tumesimamia nini? Tunatakiwa tuitafute kweli. Usisimamie kwenye mapokeo. Bana mapokeo, kuta mtu aliyepokea kumbadilisha ni ngumu. Unaona, ndio bana unaona wale watu ambao wanajifunza pole pole, mwanzo wao wanaanza kupinga. Unaona hata mambo ambayo nabii mkuu anayoyafanya, wao wanaanza kupinga. Hamna, hapa amekosea. Mpaka mtu aanze kujifunza pole pole, kwa sababu yule anabisha kutokana na mapokeo. Maana mapokeo ni cage, umefungiwa kwenye cage. Kwa unabisha kwa sababu uko kwenye cage. Ukiambiwa huku kuna dunia nyingine, hapana, hiyo dunia hamna, umedanganywa. Na unaongea huko umefungiwa hapo mahali. Hiyo swala la dunia tuliona juzi kati, kuna mwanamke ametoka Toronto. Hiyo nchi niliona kwenye Biblia. Lakini uliona yule mwanamke airport. Lakini ile ni fabricated story. Sio ya kweli. Basi unajua sasa hivi kuna akili ya bandia. AI kwa watu wanafanya chochote wanachoweza kukifanya. Watoe hiyo kitu. Unaweza kuona kama kiko. Lakini ni fabricated story, sio ya kweli. Na mpaka AI yenyewe ukiuliza na yenyewe itakwambia hivyo hivyo. Kwa hiyo story sio ya kweli. Ila ni watu tu wametengeneza hivyo. Umeona sasa hiyo Torenzo sijui ya miaka gani ameonekana si uwanja wa ndege. Akasema this is America, akapotea. Sasa hiyo sitakuwa jini. Jamani, na tunaonyesha alipowekwa pale immigration na akapotea. Yeye watoe. Why limit? Fika mahali fulani YouTube
wakaongeza masharti. Yes. Video zinazotengenezwa na AI mwanzo mwisho, yani ni AI imetengeneza. Hizo wakasema yani utaweka lakini hamna mapato, hamna nini. Watakukatalia kuzimonetize kwa sababu wewe haujatumia akili. Umetumia tu hiyo nini AI pekee yake. Na haribu, na mtu hata akitaka mfano kukuharibia hata ndoa, AI anakuharibia kabisa. Kabisa, yani kabisa tengenezwa mazingira kabisa huko umelala na mtu mwingine hata sio nini mpendwa wako. Yani. Unaona mambo ya AI ndio teknolojia hiyo ina ilipofika advantage na disadvantages. Sawa.